Kwa sasa umekuwa mchungaji na tunaamini kwamba umekaa katika ndoa muda mrefu, na tunajua ni mama wa watoto ambao ni wacha Mungu na watumishi wazuri wa Mungu. Sasa katika jamii ambayo tunaishi sasa, kumekuwa na changamoto katika eneo la malezi. Katika eneo la malezi kidogo tumekuwa na changamoto. Sasa tunaomba kujua wewe kama mama, ambapo sasa una watoto ambao ni watumishi wa Mungu, ni mfumo gani ambao uliutumia katika eneo la kulea, au ni misingi gani ambayo wewe ulisimamia kwamba hiyo iliwasaidia watoto wako na ilikusaidia wewe pia kuwalea watoto na kuwafanya wewe watumishi wazuri na wacha Mungu wazuri? Karibu. Amina. Kwa kweli, kwa hilo siwezi nikajisifu sana kwamba mimi naweza nikalea, niliwalea watoto wangu vizuri wakafika hapo walipo. Siwezi nikajisifu kwa hilo, kwa sababu sijui kama kuna mtu mlezi anaweza kulea kama Mungu mwenyewe hajalea. Ninachotambua ni kwamba watoto ni wa Mungu. Sisi tunapewa kubeba miezi 9, tunazaa, na tukizaa tumemzalia Mungu, kwamba sio watoto wetu, ni wa Mungu. Na kama ni watoto wa Mungu, ni Mungu mwenyewe anayewatunza na kuwalinda na kuwalea. Kwa hiyo sisi ni mayaya tu, tunakaa nao kama watu tuliokabidhiwa kwa kipindi fulani. Tunawalea kama mayaya, kama vile mtu anaweza kumchukua yaya akakaa nyumbani kwake na kulelea watoto wake, wakati yeye akaenda labda kwenye kazi zake, kwenye biashara au kwenye nini. Na jambo tunaloweza kujua ni kwamba kama wewe umemwamini mtu ukamleta nyumbani kwako akulelee watoto, manake umehakikisha ile tabia ya yule mtu anayelea watoto wako. Manake wale watoto wadogo wanaolelewa na yaya na binti wa kazi, wale watoto, kumbuka, kwa muda mrefu wanaona tabia za yaya. Kwa hiyo kama wanaona tabia za yaya, ndivyo watakavyokuwa na tabia za yaya. Kwa hiyo watajifunza tabia za yaya, wataenda na mwenendo wa yaya, mazungumzo yatakuwa kama ya yaya, kila kitu yatakuwa kama cha yaya. Kwa hiyo wewe unayekaa na watoto una nafasi kubwa ya kuingiza kitu ndani ya watoto. Tuna vitu vingine tunavyovifanya tu tunaona kwamba ni vya rahisi, ni vyepesi, lakini hivyo vyepesi ndivyo vinavyowalea watoto. Kwa mfano, mimi nilikuwa siendi ibadani bila kuchukua watoto wangu. Naambatana nao, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye mikutano, iwe ni kwenye semina, naambatana nao, tunaenda nao. Kiasi kwamba hata kama ni mbali, kipindi tulivyokoka sisi tulikuwa na huduma hizi za ibada zilikuwa zinafanyika mashuleni, mikutano ile ya kuunganisha makanisa. Kwa hiyo kama Mnazi Mmoja tumeenda sana, Jangwani tumeenda, Biafra tumeenda. Yaani na kote huko ninapoenda niko na watoto wangu. Mimi nina watoto 4, lakini mmoja alikulia sana kwa bibi huyu wa kike, lakini 3 wa kiume nimekaa nao sana. Kwa hiyo kila mahali nilikokuwa naenda nao, iwe ni kwenye mkutano, kiasi kwamba hata njiani watu walikuwa shaniwekea majina kwamba mama wa watoto 3. Kwa hiyo nikipita tu mama watoto 3. Kwa hiyo hata wakati mwingine nimefika siku moja Magomeni, kuna baba mmoja alikuwa anauza mahindi pale tulikokuwa tunashukia. Kwa hiyo tukifika tu pale, tukishuka tu kwenye gari ili tukapande gari la kuja Mabibo, lazima wale watoto wanalilia mahindi kwa yule baba. Kwa hiyo alikuwa ameshawajua tukifika tu pale anawapa mahindi. Kwa hiyo sasa siku moja nikiwa nimeshakuwa kanisani hapa, tuko kwenye kanisa hili hapa, nimepita pale nikamkuta yule baba yuko tip top anauza mahindi. Akawa ananiuliza, "Wewe mama watoto 3, watoto wako sasa hivi si wakubwa sana?" Akamwambia, ni wakubwa." Kwa hiyo nilijulikana namna hiyo, mama wa watoto 3. Kwa hiyo sio vyema sana kuacha watoto nyumbani wakati wewe mzazi unaenda ibadani. Ambatana na mtoto. Mtoto mdogo huwa anapokea vitu kirahisi zaidi. Kile yani kimatendo, yani kile kitu unachokifanya ndicho anachojifunza zaidi kuliko ni kile cha kuambiwa. Utamwambia kaa hapa nikufundishe neno, kaa hapa nikufundishe hiki. Yani ni ngumu kushika, lakini akiona kile unachokifanya huwa anakishika zaidi. Anakishika kwa urahisi, na hata ukimuuliza swali kwa kile ulichokifanya anakujibu kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo huwa wanajifunza kwa matendo. Kwa hiyo Tongo amefikia hapo, si kwamba sina namna ya kuweza kusema kwamba mimi niliwalea namna hii na namna hii, labda ndio maana wakafika pale. Hapana, labda ni kwa sehemu hiyo tu ndogo niliweza kusimama na watoto. Amen. Amen. Mungu akubariki. Nimejifunza kitu hapo kwamba tunatakiwa kuambatana na watoto mahali popote tunapoenda, kwa sababu kile tunachokifanya watoto wanapoona ndicho kile ambacho na wao watakiiga. Amen. Mungu akubariki mama.